Mtazamaji, tunaanza na taarifa za kimataifa ambapo Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameletea ushindi wake kwenye uchaguzi mkuu wa Alhamisi, akiwashutumu viongozi wa upinzani kwa kile amekitaja kama kujaribu kuvuruga amani. Na Museveni amehutubia taifa siku moja baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi huo mkuu, huku waangalizi wa Afrika wa uchaguzi huo wakisema kwamba uchaguzi huo uliandaliwa kwa njia huru na ya amani. Na Emily Chebet anatufungulia taarifa zetu za Nipashe Wikendi. Siku moja baada ya Rais Museveni kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais, kiongozi huyo aliyeongoza kwa zaidi ya miongo minne ametetea ushindi wake wa 72% ya kura. When we reviewed the membership on the 6th of May, you remember we had 21 million members and 18 million of them are voters. But we are now talking of 8 million who turned up. So the opposition, and many of them who did not turn up are our members. So the opposition are lucky, because if all our members turn up, there will be no opposition in Uganda, I can assure you. Akiwahutubia wanachama wa chama chake cha NRM waliochaguliwa katika nafasi mbalimbali za kisiasa, Museveni amepuuza madai ya udanganyifu katika uchaguzi, akishtumu upinzani kwa kujaribu kuvuruga uchaguzi. The plan everywhere was that where NUP is defeated, gangs with the pangas should attack the polling station. They came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine tayari amepinga matokeo ya uchaguzi huo. The other year when there were riots in Kenya, the same riots were supposed to happen here. But the people they wanted to use came and told me, and we refused the. So therefore, I am advising this small group of traitors, but they are working with foreigners, some homosexual groups, some this and that. This is free advice from me, that please stop what you are doing, because we know everything. And you will not do it either peacefully or unpeacefully. Haya yamejiri huku ripoti ya waangalizi wa Jumuiya ya Afrika wakisema uchaguzi ulikuwa wa haki na amani, ila wakaashiria tu kuchelewa kufunguliwa kwa vituo vya kupiga kura na hitilafu za vifaa vya kupiga kura. Emily Chebet, Runinga Citizen, Nairobi.